Karibuni katika stori yetu mpya inayokwenda kwa jina la Nisamehe Madam CEO. Mimi naitwa Amil, ni mfanyakazi wa usafi kwenye kampuni moja kubwa sana inayojihusisha na delivery za mizigo yote inayotoka nje ya nchi. Sasa bosi wa kampuni hiyo alikuwa anaitwa Akwira. Huyu alikuwa ni mwanadada mdogo sana kiumri. Hakuwa mama, bali alikuwa ni kabinti tu, ila kana elimu kubwa sana. Na ndio maana mumewe ambaye alikuwa anaitwa Benjamin alimwamini Akwira na kuamua kumweka katika kampuni yake ili awe mkurugenzi mkuu kwenye kampuni hiyo. Akwira kwenye upande wa usimamizi wa kampuni hakuwahi kumwangusha mumewe hata kidogo. Ila kizuri hakikosi kasoro, hakuna binadamu ambaye anapatia kila kitu. Akwira alikuwa anafanya kosa kubwa sana la kumsaliti mumewe. Alikuwa anatoka nje ya ndoa yake na mtu ambaye alikuwa anatembea naye ni mimi hapa. Mimi ndio nilikuwa ni mchepuko wa Akwira. Akwira alikuwa kaolewa na mwanaume mkubwa sana, mzee yani. Benjamin alikuwa ni mzee sana kwa Akwira, ila Akwira alikubali kuwa na Benjamin kutokana na maisha duni ya nyumbani kwao. Akwira ni moja ya mabinti wanaotoka kwenye familia duni sana. Na baada ya kumaliza masomo yake ya chuo ndio alikutana na Mr. Benjamin. Mr. Benjamin alimpenda sana Akwira, licha ya kuwa umri wa Akwira ulikuwa unaendana na umri wa mjukuu wake wa kwanza. Lakini alikosa aibu na kumtamkia kuwa anampenda sana na anahitaji kuwa naye kwenye mahusiano kwa sababu mkewe alishafariki miaka 3 iliyopita. Akwira hakumtaka Mr. Benjamin na kumkataa, ila Mr. Benjamin alikuwa kashaona udhaifu wa Akwira kuwa ni dhiki, hali mbaya ya kiuchumi. Hivyo akaona hiyo ndio fimbo ya kumchapia Akwira. Mr. Benjamin akawa anampa pesa za kutosha sana Akwira, huku akimwambia kuwa anamsaidia tu. Alijitahidi kumweka karibu yake Akwira kwa kumtimizia mahitaji yake, na yupo karibu naye akamwambia kubali amuoe, alafu atamwachia usimamizi mkuu wa kampuni yake mojawapo ya usambazaji wa mizigo kutokea nje ya nchi. Akwira ni binadamu, na kama mnavyojua hakuna binadamu anayependa maisha magumu. Mtu yeyote akiona kuna fursa ya kujitoa kwenye umaskini haraka sana anaitumia hiyo fursa ili atoke kwenye kundi la umaskini. Kwa hiyo hata Akwira alifanya hivyo, na sasa hivi ni CEO wa kampuni kubwa sana inayosambaza mizigo ya watu kutokea nje ya nchi kwa uaminifu mkubwa sana. Hayo yote niliyoyazungumza nilijua kupitia Akwira mwenyewe. Nilikuwa bebi wake, kwa hiyo alikuwa ananiweka wazi kwa kila kitu chake. Alikuwa ananiambia mara kwa mara kuwa yeye alikuwa hapendi kumsaliti mwanaume aliyemuoa kwa sababu ni mwanaume ambaye kamchagua kutoka kwenye kundi la wanawake wengi sana. Ila sasa ilimlazimu kumsaliti Mr. Benjamin kwa sababu alikuwa hamtoshelezi kitandani. Mr. Benjamin alikuwa ni mzee sana na Akwira alikuwa damchanga. Ana nguvu haswa na alikuwa na uhitaji wa mwanaume ambaye alikuwa anaweza kuendana na moto wake. Kwa hiyo katika harakati za kutafuta tulizo la moyo wake, basi akanichagua mimi ndio niwe namkidhia haja zake za kitandani. Na mimi sikuwa na neno, nilikuwa naifanya kazi vizuri sana. Muda mwingine nilikuwa nafanya kwa sifa, ili mradi tu Madam CEO asitafute kijana mwingine. Mimi nikaachwa solemba. Kwa hiyo nilikuwa najikakamua haswa. Tulidumu kwenye mahusiano ya mapenzi kwa muda wa mwaka mmoja. Kipindi chote hicho Akwira alikuwa ananisisitiza sana kuhusu kufanya siri kuhusu mahusiano yetu. Na mimi nilikuwa namhakikishia kuwa hakuna mtu ambaye anajua kuhusu sisi. Ila bwana, kutunza siri bila kumwambia mtu hata mmoja ni kipaji. Na mimi hicho kipaji sijabarikiwa. Hivyo nilijikuta namwambia rafiki yangu mmoja wa mtaani kwetu nilipokuwa nakaa kuhusu mahusiano yangu mimi na Madam CEO wa Akwira. Rafiki yangu anaitwa Basi. Baada ya kumwambia hii issue, aliniambia kuwa nina nafasi kubwa sana ya kupiga hela kupitia Madam CEO. Nilimuuliza nitapigaje hela na mbona pesa ananipa nyingi tu. Akanambia hiyo pesa anayonipa ni kidogo sana ukilinganisha na dili atakalonipa. Nikikubali kufanya hilo dili nitapata pesa ndefu sana na naweza nikawa boss kabisa. Maisha yangu yakabadilika kabisa. Ikabidi nimuulize ni dili gani. Hapo Abasi akanambia kuhusu hilo dili. Ilikuwa ni dili la kumrekodi Madamu Akwira tukiwa Faraha, na baada ya hapo nimtumie zile video na kumwambia nipatie kiasi cha pesa milioni 50. Na bila kufanya hivyo basi video zake zitakuwa hadharani na kila mmoja atapata kushuhudia hizo video zake, akiwemo mumewe Mr. Benjamin ambaye alikuwa anamwamini sana. Jamani, siku zote akili za kuambiwa changanya na zako. Ukipewa ushauri kabla hujaufanyia kazi, kwanza angalia faida na madhara yake yatakayotokea endapo tu utalifanya hilo jambo.
Mimi mwenzenu niliwaza faida tu za kufanya hilo jambo alilonishauri Abasi. Sikuangalia hasara zake, na bila kujifikiria mara mbili nilimrekodi Akwila tukiwa tupo chumbani. Na siku moja ambayo ni siku ya mapumziko, Akwila alikuwa yupo kwake. Mumewe alikuwa kasafiri, kwa hiyo alibaki yeye tu. Nilimtumia ile video kwenye WhatsApp na kumwambia na kumwandikia ujumbe kuwa akitaka video yake ya faraha nisiisambaze, basi anatakiwa nipatie kiasi cha pesa milioni 50. Hapo ndio sitaisambaza hiyo video. Lakini akienda kinyume na hapo, basi video yake itakuwa hadharani. Nilifanya hiyo kazi nikiwa na rafiki yangu Abasi. Baada ya kumtumia ile video, tulicheka sana na Abasi, kwani tulijua pesa itaingia muda wowote kuanzia sasa. Siku hii ilipita kimya kabisa. Usiku tukajiuliza na Abasi, mbona yupo kimya, au amepanga kufanya nini? Tuliangalia blue tick WhatsApp, tukaona zipo. Maana yake message na video vimeenda kwa mlengo ambaye tulimzamilia. Lakini sasa mbona yupo kimya, hajibu kitu chochote kile? Tukasema tulale, kesho asubuhi tutaangalia cha kufanya. Asubuhi ilifika, ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Kwa hiyo nilitakiwa niende kazini, lakini nilishindwa kwenda maana nilikuwa naogopa kukutana na Akwila. Muda wa saa 2 asubuhi simu yangu iliita. Mpigaji alikuwa ni mfanya usafi mwenzangu. Nilipokea, akaniuliza mbona sijaenda kazini mpaka muda huu. Mimi nikamwambia kuwa sipo fresh leo. Akaniuliza mbona sijatoa taarifa. Hapo nikaanza kutafuna maneno. Yule mfanyakazi mwenzangu akanambia njoo kazini, kuna tatizo. Nikamuuliza tatizo gani? Akanambia Madam Akwila, Madam CEO amefariki dunia. Nilishtuka vibaya mno na kumuuliza unasemaje? Akanambia tena Madam Akwila amefariki. Amekufa, chanzo nini cha kifo chake? Niliuliza huku nimepagawa aswa. Amekutwa chumbani kwake akiwa kajinyonga. Kajinyonga? Ndiyo Amil, njoo tuelekee msibani. Jamani, nilishtuka sana kwa habari hii na nikajua tu kilichomuua Akwila ni ile video ya ngono niliyomtumia. Rafiki yangu Abasi aliniuliza kuna jambo gani? Nikamwambia kuwa Madam Akwila amefariki kwa kujinyonga. Eti Abasi akaanza kucheka na kusema ile video ndio iliyomfanya ajinyonge. Akaendelea kusema eti ni muoga sana, kitu kidogo tu kama kile ameamua kujitoa uhai. Nilikuwa namwangalia Abasi alivyokuwa hajali kuhusu kifo cha Akwila, wakati mimi hapo nimevurugwa kweli kweli, hata sielewi chochote kile. Abasi akasema tushazikosa milioni 50. Madam Bosi ndio huyo kashawahi namba. Niliona basi ananikela sana, kwani alikuwa anachukulia mzaha kuhusu kifo cha Akwila, wakati mimi moyo ulikuwa umepata ganzi. Nilianza kujilaumu kwa nini nilifanya vile. Nilimfanyia vile Madam Akwila. Nilijikaza na kwenda kazini, nikaungana na wenzangu tukaelekea nyumbani kwa Madam Akwila. Tulifika na kukuta watu wengi sana wamekusanyika, akiwemo mama yake mzazi Akwila. Huyu mama alikuwa analia sana. Alikuwa analia huku anasema binti yake kapatwa na kitu gani mpaka kuamua kujinyonga. Nilikuwa naumia sana moyo wangu, nilikuwa najuta kwa hiki nilichokifanya. Siku iliyofuata mumewe akafika, maana alikuwa kasafiri, ila akarudi baada ya kupata habari za kifo cha mkewe. Mr. Benjamin alihojiwa na polisi ili kujua kama kuna chochote walichokoseana na mkewe mpaka mkewe kuamua kujiua. Mr. Benjamin akasema hakuwa na ugomvi wowote ule na mkewe mpaka anasafiri. Hakuwa na tatizo lolote lile. Simu ya marehemu ikachunguzwa na kuonekana haikuwa na shida yeyote ile. Hivyo Madam Akwila alizikwa, huku watu wakiamini kuwa sababu za kujiua Akwila anazijua mwenyewe. Nilirudi nyumbani baada ya kumzika Akwila. Moyo wangu ulikuwa una majuto sana. Moyo wangu ulikuwa unauma mno. Akili kama ilikuwa imefika mwisho kwenye kufikiria. Nilikuwa nipo tu sielewi. Nimekaa chumbani kwangu nikiwa mwenyewe tu. Mara mlango ukafunguliwa na Abasi akaingia huku akiwa na tabasamu. Basi mimi alikuwa ananichefua tu, maana yeye ndio chanzo cha haya yote kutokea. Akanambia Madam Akwila ana akili sana. Ile video ndio iliyomfanya ajiue, lakini kabla hajajiua inaonekana aliifuta kwanza ile video, alafu ndio akajiua. Sasa hapo napo mshukuru Mungu sana, kwa sababu asingeifuta ile video alafu angefanya uchunguzi kwenye simu yake wangeikuta, basi lazima ungekamatwa na wewe ndio ungeonekana ni muuaji wa Akwila. Kwa hiyo kuifuta ile video alafu ndio kajiua kakusaidia sana wewe. Ila asingeifuta ungekoma, kifungo kingekuwa kinakuhusu, ungemkoma Mr. Benjamin. Kwanza ulikuwa unatembea na mkewe, pili umesababisha mkewe ajiue kwa kumtishia kusambaza video yake ya ngono. Shukuru sana Mungu. Aliongea hivyo basi na kuanza kuondoka. Mimi nikamwambia, kwa hiyo wewe ungesalimika endapo mimi ningekamatwa? Sasa mimi nikamatwa kwa kosa gani? Aliuliza basi.
Lakini kumbuka wewe ndio uliyenishauri nifanye vile. Kwa hiyo mimi ningekamatwa hata na wewe pia ungekuwa hatiani. Abasi akaanza kucheka baada ya mimi kumwambia vile. Na baada ya kucheka akasema mimi nisingeingia kwenye matatizo yeyote yale, kwa sababu mimi nimekupa ushauri tu, na maana ya ushauri sio lazima ufanyie kazi. Kwa hiyo ilikuwa ni maamuzi yako kukubali ushauri wangu au kukataa ushauri wangu. Sasa mimi kosa langu nini hapo? Kwani ilikuwa ni lazima ukubali? Aliongea basi kwa jeuri sana, alafu akaondoka zake. Nikabaki nimepwaya. Nilishindwa kuvumilia, machozi yalianza kunitoka machoni kwangu, huku nikiwa najuta sana kwa kukubali ushauri wa ajabu. Nililia sana, mwisho nikasema nisamehe Madam CEO. Yalikuwa ni maumivu yasiyoelezeka. Kwa mara ya kwanza nilitamani muda urudi nyuma ili nisimfanyie nilichomfanyia madamu wangu mpaka akaamua kujiua. Lakini siwezi kurudisha muda nyuma. Madamu Akwila tayari alikuwa kashaondoka kwenye uso wa dunia. Na huu ndio unakuwa mwisho wa story yangu. Najuta mimi mwenzenu kuwaamini marafiki.